Karibu kwenye mashua ya makala, mahali tunaposimulia safari za kweli, zenye jasho, damu na ushindi. Leo ni simulizi ya mwanaume ambaye jina lake limekuwa nembo ya ujasiri. Mwanasheria, mwanasiasa na mpiganaji wa haki ambaye alinusurika risasi, akakimbia nchi, lakini hakuwahi kukimbia imani yake. Hii ni hadithi ya Tundu Antiphas Lissu, mwana wa Singida. Aliamua kusema hapana pale kila mtu aliponyamaza. Kabla tujazama ndani, bonyeza subscribe kwenye Mashua TV Kenya, ambapo historia haipiti tu bali inaishi. Alizaliwa Januari 20 mwaka 1968 katika wilaya ya Ikungi. Mtoto wa familia ya wakulima, maisha magumu, changamoto nyingi, lakini macho yenye ndoto kubwa. Katika mazingira ya vijijini, ndoto ya kuwa mwanasheria ilionekana mbali, lakini Lissu aliitazama kama mlima wa lazima kupanda. Baada ya shule ya msingi na sekondari, alienda chuo kikuu cha Dar es Salaam kusomea sheria, akapata degree, kisha akaenda Uingereza kwa masomo ya juu ya sheria za umma. Wengine waliona anasoma, lakini ndani yake alijenga silaha ya uelewa, silaha ambayo baadaye ingebadilika kuwa tishio kwa mifumo ya nguvu nchini Tanzania. Akiwa kijana wa sheria, Tundu Lissu hakujihusisha na utulivu wa ofisini. Aliingia barabarani akitetea wanyonge, wachimbaji wadogo, wakulima waliopokonywa ardhi na wale waliokandamizwa na sheria zenye upendeleo. Alikuwa sauti ya watu wasio na sauti. Lakini katika dunia ya siasa, kila anayesema ukweli huchongwa adui mapema. Mwaka 2010 akaingia rasmi kwenye siasa kupitia Chadema. Akachaguliwa mbunge wa Singida Mashariki. Kuanzia siku hiyo, aligeuka kuwa mwiba kwenye mfumo. Kila kikao cha bunge kiliposimama kimya, Lissu alikuwa sauti ya moto. Hakujali vyeo, alitaka mabadiliko, alitaka uwajibikaji. Septemba 7 mwaka 2017, saa za mchana jijini Dodoma, Tundu Lissu akitoka bungeni akielekea nyumbani, ghafla sauti za risasi zikavunja utulivu. Pop, 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 mara 16 mfululizo. Mili ilihesabu risasi, lakini Mungu akahesabu pumzi. Lissu akatoka hai. Alisafirishwa Kenya kwa matibabu, kisha Ubeljini. Upasuaji baada ya upasuaji. Miaka ikapita, lakini moyo wake haukupona kwa woga, bali kwa hasira ya haki. Akaapa, nitarudi na sitanyamaza. Mwaka 2020 akarudi Tanzania, akiwa dhaifu kimwili lakini imara kiroho. Akasimama kugombea urais kupitia Chadema. Alizungumza, akasema ukweli, lakini upepo wa siasa haukuwa upande wake. Baada ya matokeo, alilazimika tena kuondoka, uhamisho wa kulazimishwa. Lakini historia ikasema, shujaa hasimami kwa sababu anashinda, bali kwa sababu haachi kupigana. Mwaka 2025 akarudi tena, safari ya tatu, si ya siasa tu, bali ya nafsi. Akapata uongozi wa chama, akashikilia tena bendera ya upinzani. Lakini ndani ya wiki chache akakamatwa, akashtakiwa kwa kosa la uhaini, kesi ya kutisha inayobeba kivuli cha siasa na hofu ya kweli. Kesi yake sasa ni ya Tanzania pekee. Vyombo vya habari vya kimataifa vinamfuatilia: Al Jazeera, Reuters, BBC, France 24. Wote wanauliza swali lile lile: je, demokrasia Tanzania bado inavuta pumzi? Tundu Lissu amekuwa sura ya uthubutu Afrika Mashariki. Mtu mmoja, lakini akiwakilisha kizazi kizima cha vijana wanaosema haki sio zawadi, ni haki yetu. Hadithi ya Tundu Lissu haijaisha. Ni hadithi ya maumivu, lakini pia ya matumaini. Hadithi ya mtu anayeambiwa akae kimya, lakini alichagua kuzungumza kwa damu yake. Kwa baadhi ni mchochezi, kwa wengine ni shujaa, lakini kwa historia ni alama ya mtu aliyepinga giza kwa mshumaa mdogo, na ulimwengu ukaona mwanga. Hii ilikuwa Mashua ya makala, safari ya ukweli, risasi na uthubutu wa mwanaume mmoja dhidi ya mfumo mzima. Kutoka Singida hadi Ubeljini, kutoka risasi hadi mahakama. Hadithi hii inatukumbusha kuwa haki inaweza kuchelewa,
lakini haiwezi kufutwa. Mimi ni Isa Mashua, baharia wako wa ukweli katika bahari ya historia na mabadiliko. Bonyeza subscribe, shiriki video hii na utuambie, je, Tanzania iko tayari kwa wanasiasa kama Tundu Lissu?